maombi jibu lake, lakini hatimaye jibu lake lilimfikia. Vivyo hivyo wewe nawe ulichoomba kitambo, hata kama kutakuwa kumechelewa, bado jibu lako litakufikia. Pigie Yesu makofi. Kuna wimbo unasema nikiwa nawe sijachelewa. Haleluya. Nikiwa nawe sijachelewa. Mtumainie Bwana tu na utajua ya kwamba kweli maombi yangu yamesikiwa. Sasa huyu mkuu wa anga ana kazi yake anayofanya, na anapotosha waamini ama wanaomwamini Kristo. Anawapotosha sana kwa sababu ya mitindo na tabia na dhambi kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba maombi ya mtenda dhambi ni kelele mbele za Mungu, lakini maombi ya mtu mnyofu ni nini? Ni manukato. Pigie Yesu makofi. Kabla tuokolewe kwetu vile ndivyo kwamba tuliokolewa. Kati ya watu wengi kwetu mashambani huko na mtaani, mtu hapa pia ukaokokea hapa, tulikuwa tunakaa katika maisha ambayo kwamba alikuwa hayafurahishi mbele za Mungu. Haleluya. Huyu mkuu wa anga ana ushawishi ambao kwamba ako nao na anatumia wanadamu. Haleluya. Kuokolewa kwetu kulikuwa, kabla tuokolewe tulikuwa tukienenda katika njia isiyofaa. Tulikuwa tunaifuata kawaida ya ulimwengu huu kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Tulikuwa tukienenda katika njia ambazo kwamba hazifai, tukifuata mipango ya huyu mkuu wa anga. Bwana Yesu asifiwe. Tunafuata tabia zake. Huyo ni yule roho atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kuna watu ambao kwamba hata uingia ndani ya hekalu la Bwana, lakini bado ni waasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu uliokolewa kwa neema tu, ni sharti yako wewe ukaweze kuacha maasi hayo. Maana kitambo tulikuwa tunaenenda katika njia ambazo kwamba hazifai za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unajua kabisa kabla uokolewe kile ulichokuwa unafanya. Sasa kama uliokolewa na unajua kile ulichokuwa unafanya na umeingia katika nyumba ya Bwana na bado unakifanya, bado ujue ya kwamba uko katika mamlaka ya yule joka mkubwa. Haleluya. Nikiendelea kufundisha namna hii na kuhubiri, kila mtu achunguze matendo yake. Uko katikati ya wateule wa Bwana, uko katikati ya waamini wanaomwamini Kristo, lakini je, ile tabia uko nayo ni ya kale ama ni sasa? Anayeokolewa, Biblia inasema kwamba ya kale yamekwisha, sasa ni sasa. Kama ni mapya lakini wewe unarudi kule, ujue ya kwamba bado wewe umefungwa nira na yule mwovu shetani. Haleluya. Ndio maana hatimaye utakuta ya kwamba mtu ameingia hekaluni, lakini ana tabia zingine ambazo kwamba ukiziambiwa utamaka, na yuko katikati ya watu. Sasa ukiwa namna ile, unastahili wewe ujichunguze moyo wako. Je, ninakaa chini ya mamlaka gani? Ni nani anayeniongoza mpaka nifanye haya? Haleluya. Ukiwa kwa katika miongoni mwetu hapa na una roho ya hasira, roho ya hasira haitokani na Mungu. Ukiwa una hasira na uko katikati hapa na unasikia neno hili, nakwambia wazi, hiyo roho haitokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akapita mahali akakanyagwa, alikuwa ni Masai, rafiki yangu, si yule aliyekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe.
Alipokanyagwa yule mtu wa zamani akamwingia akasema, we, naweza uweka msalaba kando ukanijua mimi ni Masai. Sasa unaona huyo mtu yuko kama njia mbili hivi. Kimkosea kidogo anaondoa mguu anaweka hapa umjue yeye ni nani. Alafu akimaliza na wewe anarudi huko kwa Kristo. Jichunguze, unaishi katika sheria ya nani, ama uko chini ya mamlaka ya Mungu yupi? Bwana Yesu asifiwe. Jichunguze sana nikiendelea hapa. Waefeso 6 inasema wazi ya kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili la ulimwengu wa kipepo. Vita vyetu si vya damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukikosea wewe, wacha kuinua vita vya damu na nyama. Kama mnataka kuzungumza, zungumzeni, msameheane. Usiinue roho ya kutaka vita katika mwili huu. Utatoka katika uwepo wa Mungu, utaanza kujipigania. Vita si vyako, ni vya Bwana. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Kitabu cha Danieli, tumetaja Danieli 10:11-13. Katika mlango huu unasimulia kuhusu mkuu wa ufalme wa Uajemi aliyekinga au kuzuia mjumbe wa kiroho aliyetumwa na Mungu kwa Danieli. Haleluya. Hiyo katika Danieli 10:11, utaendelea pale mpaka 13. Mlango huu unasimulia kuhusu mkuu wa ufalme wa Uajemi aliyekinga au kuzuia mjumbe wa kiroho aliyetumwa na Mungu kwa Danieli. Mjumbe, malaika Gabriel. Haleluya. Huyu mkuu wa Uajemi alipigana na malaika Gabriel. Kwa sababu gani? Hataki jibu la Danieli lifike, ili Danieli avunjike moyo ya kwamba nimeomba na sijibiwi. Bwana Yesu asifiwe. Akapigana naye pale juu, Danieli huku chini akiwa anaomba. Haleluya. Kwa siku hizo zote, majuma matatu, Danieli yuaomba tu. Kumbe jibu lake liliachiliwa. Haleluya. Baada ya ibada hii tutamuomba Mungu kila jibu ambalo kwamba lilicheleweshwa pale juu liachiliwe, lifike kwa kila mmoja. Pigie Yesu makofi. Kila ombi, hata kama uliomba ukiwa nasari, hata wapi, yakusanywe yote yakufikie. Kama ni mume huna upate, kama ni mtoto huna upate. Haleluya. Kama ni kazi hauna upate. Maombi yako waomba kweli, lakini kunaye mkuu wa Uajemi ambaye kwamba huzuia, ambaye ni joka mkubwa, ndiye ambaye kwamba huzuia anga hata ya hekalu, huzuia anga. Haleluya. Ndio maana Bwana akatuma mtu akampatia ujumbe ya kwamba kuna anga ambayo kwamba imefungwa, na tukaingia maombi, hatimaye tukamwona Bwana. Pigie Yesu makofi. Na kama aliondolewa, hata wewe kwako ataondolewa, ili jibu lako lipatikane. Pigie Yesu makofi mahali hapa. Haleluya. Tumemtaja tayari Danieli, lakini mjumbe huyu ni nani? Katika Danieli 8:15-16. Mjumbe huyu ni nani ambaye kwamba hutumwa? Haleluya.
Huyu ni Gabrieli, ndiye sana sana hutumwa kuleta jumbe, lakini akazuiliwa kwa anga siku 21, majuma matatu, ambayo Danieli alikuwa ametia nia kuomba mbele za Bwana. Hitaji la moyo wako unalijua. Umetia nia na ulitia nia kitambo na ukaomba, kuna kitu unahitaji, lakini mkuu wa Ajemi akaona ya kwamba upande wake ni bora ya kwamba usijibiwe. Lakini Bwana wa majeshi ameleta neno hili ya kwamba kila ombi la mtu katikati yetu, kile ulichoomba aachilie kwa anga ikapate kushuka maishani mwako. Haleluya, asante kwa hiyo, amina. Kuna vitu vitafanyika maishani mwa watu baada ya ibada hii, na mtu atasema ya kwamba ni kweli yalikuwa maombi yangu yamezuiliwa, leo hii nimepata. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Twende tusonge mbele. Roho hii huzuia maombi pamoja na baraka, huzuia maombi ya watu pamoja na baraka zao. Haleluya. Roho hii inaaminika katika mafundisho ya vita vya kiroho kwa nguvu hizi za anga kujaribu kuzuia maombi yasipenye au baraka zisiwafikie waamini. Haleluya. Roho hii huzuia maombi na baraka. Kivipi? Unaweza ukaingia katika maabudu ukahisi ama ukajua ya kwamba hapa hatupendi. Watu wanaimba lakini hatupenyi, yani kumefungwa. Haleluya. Inahitajika hata yule ambaye kwamba anaimba aimbe, ageuze katika roho. Kama alikuwa anaimba kawaida, awachane nayo kabisa, aimbe katika roho, amwite Bwana. Hatimaye anga inafunguka, unasikia kwamba watu wote wameingia maombi. Kwa nini? Mkuu wa Ajemi atakuwa ameondoka kwa anga. Ibada inaweza ikafungwa kabisa, hausikii upenyo hata kidogo. Kwa nini? Hataki wana wa Mungu waweze kumwabudu Mungu wao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe unaweza ukaomba nyumbani ukasikia hauna upenyo, unajaribu lakini unasukuma lakini hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tayari jibu lako limeonekana na limezuiliwa. Waomba huko chini lakini haupati jibu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yake ni hiyo, kuweza kuzuia anga na mapepo wake wabaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Bila kuweza kuwa katika roho, tutakuja kama kawaida hapa na hatutaona mkono wa Bwana. Lakini tukiwa katika roho, tukimlilia Bwana vilivyo, Bwana anatuma malaika mwingine ambaye ni wa vita, anampiga mkuu wa Ajemi na jibu letu linapatikana mahali hapa. Haleluya. Ni mara ngapi umeomba wewe haupati upenyo mpaka unasema nashindwa, kuna nini? Bwana Yesu asifiwe. Mama mmoja akasema ya kwamba mimi naomba lakini sipati breakthrough, sipati upenyo, nashindwa, kuna nini? Nikamwambia muamini Mungu tu. Kwa nini usipate upenyo? Ilikuwa anga yake imefungwa, na anga ya mtu ikifungwa, kibali kinaondolewa, haonekani huyo mtu. Hatimaye anapatiwa maisha mengine ambayo si yake, anaanza kuteseka, maana haonekani kabisa, anga yake imefungwa. Lakini ashukuriwe Bwana kwa neema hii, kila anga ya mtu ifunguliwe kuanzia sasa, ifunguliwe kuanzia sasa. Haleluya.
Tunasonga mbele. Roho hii pia hupofusha wale hawajaamini, hatimaye baadhi ya wale wanaoamini, ili wasielewe au wasipokee nuru ya injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Roho hii hupofusha wale ambao kwamba hawajaamini, hatimaye wale ambao kwamba wameamini waingie hekaluni kama kawaida, mazoea tu, na wale ambao kwamba hawajampokea Kristo wakae katika hali ile ile, waone ya kwamba injili ni kawaida tu, hakuna lolote. Kumbe wamepofushwa. Hatimaye watu wanaoamini nao wapewe, anawapatia upofu, yani wanakuwa sasa wanakuja kwa sababu waje tu, mazoea tu, yani iwe kawaida tu. Hiyo ni kazi moja yapo ambayo kwamba yeye hutenda. Unakuta mtu yuko hapa, watu katika ibada, yeye anachati TikTok. Yuko TikTok na anacheka. Watu wako kwa ibada. Haleluya. Hizi simu hizi tukiingia kwa ibada, achana nazo. Na kama kwa simu yako kuna picha mbovu, kafute kabisa. Ni siri yako hiyo, kafute. Ulificha huko na wewe uko mwokovu. Ni mazoea sasa, umepofushwa. Ukiwa peke yako unajificha mahali sasa. Peke yako. Mara mlango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Umepofuka. Tuzivae silaha za injili. Haleluya. Kama una picha mbaya kafute. Mwangalie jirani yako, ana simu, manake huyu anayo. Tuko hekaluni, lakini tumepofushwa baadhi ya watu. Uko peke yako kwa nyumba na unafanya vituko na simu yako. Simu haisahau, internet haisahau. Kama ulijipiga ukiwa huna nguo alafu ukadelete, internet haisahau. Mtoto wako atakuja chakura kuti, huyu ni baba. Na uliyafanya zamani. Na umokovu. Hupofusha wale ambao hawajaamini, hatimaye wale ambao kwamba wanaamini, ambao kwamba wako katika zizi la kondoo. Jiangalie sana ni vitu gani ambavyo kwamba unafanya. Ukiwa peke yako haswa. Kwa nyumba yako umefunga mlango usiku, haulali. Jumamosi usiku walala saa 9, wachelewa kanisani, ukija ndio wa kwanza. Walala. Umefanya ibada zako huko. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza sana ni kitu gani unachofanya. Na ukifanya hivyo Mungu atakubariki sana. Mpigie Yesu makofi. Tunaishindaje roho hii? Tunasonga mbele tu. Tunaishindaje roho hii? Waamini wanahimizwa kusimama imara kwa kuvaa silaha zote za Mungu. Wa Efeso 6. Waamini wanahimizwa kusimama imara kwa kuvaa silaha zote za Mungu. Wa Efeso 6. Silaha ya kwanza ni kujiweka tayari kiroho na kimaadili kwa kuishi na kushikamana na ukweli wa neno la Mungu. Haleluya. Hiyo ni silaha ya kwanza. Ni kujiweka tayari kiroho
na kimaadili, tabia, kwa kuishi na kushikamana na ukweli wa neno la Mungu. Haleluya. Silaha ya pili. Hizi silaha zisikize tu, kama hauna upewe moja hapo siku hii ya leo. Silaha ya pili ni dirii. Hii maana yake ni kusimama imara katika utakatifu. Pia ni kama vazi la chuma kifuani. Hii dirii ni kusimama imara katika utakatifu. Pia ni kama vazi la chuma kifuani. Wanaoenda vitani huvaa silaha, huvaa ngao, huvaa mavazi ya vita. Mtu mmoja akawa anaenda kupigana na Goliathi, akavishwa mavazi ya chuma ili aweze kupigana na Goliathi, lakini alikuwa hajazoea hiyo. Anamwamini Mungu wake. Ndio alipomwendea adui Goliathi, akamwambia ya kwamba nakujia kwako kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Haleluya. Maana vita si vyetu, ni vya Bwana. Dirii ni kusimama imara katika utakatifu.